Bila shaka uko poa sana mtazamaji wa Gift Online TV. Karibu sana tuweze kujuzana kuhusiana na yale mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye uga huu wa kimichezo, na masuala ya usajili ndo habari ya mjini. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Tumekuwa tukijuzana hapa kuhusiana na masuala ya sajili namna ambavyo hususan kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, namna ambavyo lilivyo kwa msimu huu, na tayari pia ekaeka ni nyingi tayari zimeanza mjini, na tumekuwa tukihabarishana hapa habari kadha wa kadha. So kesi pia nikakujuza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa upande wa moja kati ya penyenye ambao nimewahi kuipenyeza, ama tetesi zile ambazo nimewahi kupenyeza, lakini pia nilipenyeza lakini kwa kufumba sana. Lakini wacha niweke bayana kwa siku ya leo, na hii naiweka bayana kwa sababu imeendelea kuwa kubwa mjini, na hii inatokana na namna ambavyo shinikizo pia limezidi kuendelea kuwa kubwa zaidi. Si kesi nikakujuza kuhusiana na kikosi cha Raja Casablanca. Wamepania kweli na wamepandisha dau kuhakikisha kwamba wanampata beki wa kati kutoka kwenye ardhi ya Tanzania, na beki huyu si mwingine, ni moja kati ya beki ambaye amekuwa akisifika kwenye mipira ya juu, kwenye mipira ya chini, na hii yote inatokana na kocha wa kikosi cha Raja Casablanca, ama ukiwaita Raja Club Athletiki ya pale Morocco. Kwa upande wa kocha mwenyewe si mwingine ni Devsi Fadlu, moja kati ya kocha ambaye amekupita pale mitaa ya Msimbazi, na ameanza pia kuweka wazi mkakati wake pia wa kuimarisha kikosi chake kuelekea pia kwenye msimu ujao, ambapo jina la beki wa Young Africans Ibrahim Baka limeibuka na kuwa pia miongoni mwa wachezaji pia wanaohitajika kwenye kikosi cha Raja Casablanca, ambapo kwa upande wa kocha huyo Devsi Fadlu ndo ambaye amekuwa akimhitaji kwa udi na uvumba. Kwa mujibu pia wa taarifa, kocha huyo raia wa Afrika Kusini ameonyesha pia kuvutiwa na kiwango cha mlinzi huyo, akiamini kuwa anaweza pia kuongeza uimara mkubwa katika safu ya ulinzi ya Raja Casablanca, klabu ambayo pia ina malengo makubwa ya kurejea pia kwenye ubora wake ndani ya mashindano ya ligi kuu ya pale Morocco, lakini pia nje pia ya mipaka ya pale Morocco, yani kimataifa zaidi, ikiwemo michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia inaelezwa kuwa kwa upande wa kocha Devsi Fadlu ambaye pia aliwahi pia kuinoa klabu ya Simba kabla ya kurejea Morocco, anajenga pia kikosi chenye nidhamu ya kiufundi na ushindani mkubwa sana, huku akihitaji pia wachezaji wanaoweza kuendana pia na falsafa yake ya soka la kisasa lenye pia kujilinda vizuri pamoja na kuanzisha pia mashambulizi kutokea nyuma. Ibrahim Baka anaonekana pia kuwa chaguo sahihi kwa sababu ya uwezo wake pia wa kusoma mchezo, uimara pia katika kuzuia mashambulizi, pamoja na uwezo wa kucheza pia majukumu mbalimbali ndani ya safu ya ulinzi. Sifa hizi pia ndizo zinazomfanya pia kocha Devsi Fadlu kuweza kumchukua beki huyo, akiamini kuwa beki huyo pia anaweza kuleta mabadiliko chanya ndani ya kikosi chake cha Raja Casablanca. Hata hivyo, pamoja na nia hiyo ya kocha Devsi Fadlu ambaye ni kocha wa Raja Casablanca kuwa na namna ya kufanya jitihada kuhakikisha kwamba atampata beki huyo, taarifa zinaonyesha kuwa dili la kumpata Ibrahim Baka halitakuwa rahisi hata kidogo. Manake beki huyo pia ni sehemu muhimu sana ya kikosi cha kwanza cha Young Africans, klabu inayomtegemea pia kwa kiasi kikubwa katika mashindano ya ndani na ya kimataifa, jambo linaloweza pia kufanya mazungumzo ya uhamisho kuwa mgumu zaidi.
Kwa ujumla mpango wa Raja Casablanca kumsajili Ibrahim Baka unaonyesha dhamira ya klabu hiyo kuimarisha safu yake ya ulinzi kwa wachezaji wenye ubora wa juu, huku pia mipango yao yote na macho yao yote yakiwa yamemlenga Ibra Baka kwenye safu ya ulinzi, wakiamini kwamba atakwenda kuboresha eneo hilo. Lakini pia kikubwa zaidi na dhamira yao ni kuhakikisha kwamba Raja Casablanca ambayo timu ilikuwa tishio kabisa barani Afrika, kwamba wanahitaji kuhakikisha kwamba timu hiyo inarejea kwenye ubora wake. Lakini pia wapo nyota wengine bora kabisa barani Afrika ambao wamekuwa wakihusishwa kutoka kwenye kikosi cha Raja Casablanca, lakini pia machaguo mengi yakiwa ni machaguo ya kikosi cha kocha Devsi Fadlu, akiwa anawahitaji wachezaji hao kwenye kikosi chake. Hususan pia kuna wachezaji ambao wanakipiga Afrika Kusini wengi. Kwa upande wa kocha Devsi Fadlu amekuwa akiwapendekeza zaidi kuweza kutoa kwenye kikosi cha Raja Casablanca. Lakini pia pale Morocco kuna wachezaji ambao wanakipiga kwenye timu ya FAR Rabat, kuna wachezaji wanakipiga kwenye kikosi cha RSB Berkane. Nao pia amekuwa akivutiwa nao kuweza kuona namna gani anaweza akajenga ushawishi na wachezaji hao wakatua kwenye kikosi cha Raja Casablanca. Umeshajiuliza kwamba kama endapo Devsi Fadlu anafanikisha dili la kumpata Ibra Baka ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans, itakuwa vipi? Unaweza ukasema kwamba inaweza ikawa si rahisi sana, ama inaweza ikawa ngumu kwa kocha huyo kuweza kumpata beki huyo. Hii inawezekana vizuri, manake dau kubwa la kitita kikubwa cha fedha, ambapo mshahara ambao utakaoahidiwa Ibrahim Baka basi moja kwa moja ndio ambao utakaojenga pia ushawishi mkubwa, na uongozi utaona kuna haja ya kuweza kumuuza mchezaji ili aweze akajitafutie pia kimaisha vile kulingana na namna ambavyo wao watakavyoona ofa hiyo imekuja mezani, lakini pia kiwango cha mshahara wa mchezaji ambao anakwenda kuahidiwa, lakini pia sign fee ya mchezaji namna ambavyo anakwenda kuisign. Sasa je, kama Ibra Baka anaondoka kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, safu yao ya ulinzi itakuwaje? Hapo itawalazimu Young Africans kuweza kuingia sokoni na kuweza kutafuta beki mwingine mwenye uimara kama alivyo Ibra Baka. Kumbuka yeye ndiye ambaye amekuwa muhimili mkubwa sana, yeye pamoja na Dickson Job kwenye safu ya ulinzi ya kikosi cha wananchi Young Africans. Dickson Job kwa hivi sasa ndo hivyo tena, amepata injury na haturujui kurejea kwake kutakuwa na hali gani kwenye uwanja zaidi, lakini kwa Ibra Baka ambaye amesalia, yeye ndo anaonekana kwamba anaweza akaleta utulivu zaidi kwenye safu ya ulinzi, tofauti na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye amekuwa akitumika kwenye hilo eneo. Tusubiri kuweza kuona, na mimi nitakujuza kila kitu ambacho kinaendelea. Hakikisha una subscribe channel hii. Bye bye.